Kwanza nashukuru sana kwa mtumwa. Matarajio kwanza niseme tu, labda niweke wazi kwamba sikupewa nafasi hii naona kumreplace Maalim Seif. Kwa sababu naamini kwamba hatatokea mtu hata ingekuwepo pacha wake wa kumreplace Maalim Seif. Ni nafasi ambayo ni wajibu kwa kikatiba kwamba awepo mtu mbadala baada ya aliyokuwepo kutangulia mbele ya haki au kuondoka kwa njia nyingine yoyote. Kwa hivyo kazi zipo wazi kwamba Zanzibar iko wapi, watu wana matarajio gani. Nadhani sote ni mashahidi kwamba tumetumia muda mwingi kwa mambo ambayo hakutupeleka mbele sana kule ambako tunastahili. Kwa hivyo kwa kutumia uzoefu ambao nimeupata kwa kupitia serikalini na sehemu nyingine, basi nitajitahidi kwa kadri ya uwezo wangu. Kwanza kumsaidia Mheshimiwa Rais kujenga katika ile misingi au ule msingi madhubuti ambao yeye kwa kushirikiana na mzee wetu marehemu Maalim Seif waliujenga, msingi wa maridhiano, msingi wa maslahi, kutazama maslahi mapana ya taifa, kutazama matarajio ya wananchi. Kwa hivyo kumsaidia Mheshimiwa Rais kwanza katika kujenga misingi imara ya kitaasisi ya serikali. Kwa sababu hilo tumeona kwamba mwenyewe Mheshimiwa Rais amelisimamia, amelianzisha na amelisimamia, na ni jambo ambalo la muhimu sana, kwa sababu bila kuwa na serikali madhubuti hamwezi kuwa na sera imara, hamwezi kuwa na sheria imara, hamwezi kuwa na usimamizi bora wa sheria, hamwezi kuwa na huduma nzuri kwa wananchi. Kwa hivyo kwanza ni hilo, kuimarisha misingi ya serikali, na misingi muhimu ni pamoja na misingi ya uwajibikaji. Hilo ni jambo ambalo kulikuwa na upungufu au upungufu mkubwa, lakini pia kujenga misingi ya uweledi, lakini na pia kujenga misingi ya kutengeneza sera bora za maendeleo ya nchi yetu kiuchumi na kimaendeleo ya jamii, lakini na pia katika kusimamia ustawi wa kijamii wa wananchi. Jingine muhimu ni katika kujenga misingi ya kuwawezesha wananchi kiuchumi, lakini na kubwa zaidi ni katika kuifanya serikali iwe responsive, yani iwe ni serikali ya kuhudumia wananchi, kwa sababu hilo ni jambo ambalo watu wanalililia sana. Lakini juu ya yote hayo ni kujenga maendeleo, kujenga serikali ambayo itaweza kusimamia maridhiano endelevu, kusema kweli, na amani na utulivu katika nchi yetu. Hilo ndio ambalo naweza kusema kwa sasa, na naamini kwamba misingi imejengwa na tuna uwezo wa kuisimamia. Asante Bwana Wanimo. Labda hili la kwanza ulilozungumza kuhusiana na kero na katiba kwamba muda mrefu inahitaji marekebisho, nasema kusema kweli inawezekana unaliona kero, kwa sababu hiyo ipo kawaida ya kwamba wakati mwingine unaona labda kero ni kitu fulani, lakini kumbe tatizo hujalifahamu kitu gani. Kwa hivyo kitu cha kwanza ni kuangalia Zanzibar inahitaji kitu gani. Kwa sababu leo kwa mfano tunaweza tukaamka tukasema tunataka marekebisho haya na haya na haya, lakini kitu cha msingi ni kwamba je, unataka marekebisho hayo ni sasa? Na kama unasema unataka kununua chombo, unakitaka kwa ajili ya safari, unaelekea pahala gani? Kwa hivyo nadhani kitu cha msingi ni kwanza kuweka bayana na kuweka misingi ambayo itatuonesha
Zanzibar tunataka kwenda wapi, kwa misingi gani, kwa kiasi gani, na kwa spidi ya namna gani. Nadhani haya yataamua, na nadhani ndio njia nzuri ya kuamua kwamba ile tufike safari yetu hii tunahitaji chombo cha namna gani. Kwa hivyo bila ya ku-identify, wazungu ingesema labda what is your dream, mnaotaka kwenda, what is your destination. Hicho ndo kitawaamulia kwamba muende safari ya kiasi gani. Na hili nadhani misingi yake imejengwa madhubuti. Kwa hivyo si jambo ambalo litakuwa na shida sana. Shida ni kutafuta mbinu sahihi na kutafuta njia sahihi ya kuweza kulitekeleza hili. Hili swala la siri za serikali, nadhani unafahamu wakati mwingine siri si kwamba kilichomo ndani ya kilichoandikwa. Wakati mwingine ni protocol, kwamba kitu kikitoka si heshima, kitu kikitoka kwa baba kwenda kwa mama, wakati mwingine watoto kukijua, wakijue kwa wakati wao, hata kama watakijua, lakini ni suala la wakijue wakati gani. Na mengi yanaitwa siri leo, kesho sio siri tena. Kwa hivyo unapoambiwa hilo ni kwamba ni kutunza ile nidhamu, kwa sababu kila jambo lina nidhamu yake kusema kweli. Na wakati mwingine nidhamu ndio linalojenga umadhubuti wa jambo kusema kweli. Kwa hivyo ni kutunza misingi na nidhamu ya utekelezaji wa haya mambo. Ni mwandishi wa habari kutoka Zanzibar Kenya. Tumeshuhudia mwandishi wa Zanzibar Mheshimiwa Dr. Hussein Mwinyi amefika sehemu nyingi sana kuwashawishi Wazanzibari kuungana na kuwa kitu kimoja, na kuondoa kupatikana kwa mara nyingi inapotokea kipindi cha siasa inapotokea, lakini inapoisha pia watu wanakuwa na kelele. Lakini pia marehemu Maalim Seif naye alitoa ahadi kabla ya kifo chake kutetea wilaya kwa yote ya Zanzibar kuchangisha hilo. Kwa nafasi yako, je, utabeba vipi viatu vya Maalim kuhakikisha kwa umoja ule bado Wazanzibari wanaungana, kwamba labda yule mtetezi wetu wanaoamini kwamba anaondoka, lakini sasa hivi labda Mheshimiwa Dr. Masudi yeye atawezaje kushika nafasi katika kuunganisha na kuondoa ile matabaka ambayo yako labda ya ubaguzi na mengi? Asante sana. Nadhani hilo muhimu, na naomba nirudie pale pale kwamba sidhani kama nitaweza kuvivaa viatu vya Maalim Seif. Nadhani hata nikivishika mkononi tu nitaanguka navyo. Lakini kwa sababu yeye ana nafasi nyingi, ni jengo kubwa sana ambalo limejengwa kwa lakini kubwa ni kwamba ni yale aliyokuwa akiyasimamia, na akiyasimamia kama ulivyotangulia kusema kwamba kwa kushirikiana na kiongozi wetu Mheshimiwa Rais. Umelizungumza kwamba wao wamepita kujenga misingi ya umoja wa kitaifa au watu kuwa na maridhiano, lakini hilo kwanza ni jambo la muhimu sana. Hakuna nchi hata moja duniani, hata moja, hasa ambao ina mazingira kama ya kwetu, ingeweza kuendelea na bila ya kuwa ikajenga nchi moja. Kusema kweli, kuna nchi zina mazingira complicated zaidi kuliko ya kwetu. Singapore ukiangalia, kuna Singapore wa Hindi, wa Singapore wa China, wa Malay hivyo hivyo, na wamepita yote haya, lakini wote jambo la msingi waliozingatia ni nini? Ni kuwa na nchi kwanza moja, halafu tena ndio mnaweza mkajenga. Mimi binafsi yangu katika ni muumini wa hilo siku nyingi sana. Hata ilipotengenezwa Vision 2020 ya Zanzibar, ukiwauliza watengenezaji, mchango wangu mmoja ni hilo lilikuwa limesahauliwa. Ni mimi ndio nilo raise hiyo hoja ya kwamba tunatengenezaje Vision 2020 ya Zanzibar bila kuingiza suala la national cohesion, kwa sababu naelewa umuhimu wake, naelewa msingi wake. Na ukiliangalia kwa Zanzibar, mimi niwaulize, hivi raia wetu wana magomvi? Hawana magomvi. Walokuwa wakiwafanyisha wawe na magomvi. Magomvi ya watu wetu wa Zanzibar ni artificial.
ni artificial, yani ni ya kubuni. Lakini ukitizama unanikuta mimi nimelelewa na bibi wa Kipare, umeshanifahamu, lakini nimeoa Makunduchi, nimeolewa Kinyasini, hakuna katika Unguja hii ambayo pahala ama sijaoa au sijaolewa. Nadhani mnanifahamu nikisema hivyo, na wengi ni hivyo hivyo. Unaweza kukuta Zanzibar kwa mazingira yake, na hilo ni very common. Mtu unakwenda kuposa, unadhani huyu ni mtoto wa chama hichi, lakini unaambiwa huyu mimi namlea tu, wazee wake ni kina fulani, ukenda ni wa chama chengine. Kwa hivyo asante. Kwa jina naitwa Rahma Suleiman, mwandishi wa habari wa Kitongoji pamoja na Zanzibar. Swala langu ni moja tu. Napenda kujua kwamba unahisi vigezo gani ambavyo vimetumika au navyo kutolewa nafasi ya makamu kwanza. nadhani walionipelekeza wangekuwa na majibu mazuri zaidi, lakini mimi ninavyohisi kwamba nafasi ya makamu wa rais ni nafasi ya ushauri kwa ajili ya kazi za serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, na ushauri wa kazi za serikali ya mapinduzi ya Zanzibar zinajulikana, na mimi nadhani nimejenga uzoefu mkubwa katika maana umri wangu, hasa ule umri wa kuitwa Othman, nimeutumia katika serikali ya mapinduzi Zanzibar mpaka nimekonga sasa hivi naitwa Othman kwa sababu ni jina langu. Lakini kwa hivyo tunayo mambo mengi ambayo na uzoefu huo. Lakini na pili, sio tu uzoefu, ni kwamba huweza kufanya kazi na wengine, kwa sababu huwezi kufanya kazi peke yako, unahitaji kufanya kazi na watu wa pande zote. Mimi sijakuwa na historia kwamba siwezi kufanya kazi na kufanya kazi za namna hiyo nyingi sana tu, kusema kweli. Lakini na jingine ni uumini wa kwamba nchi hii inastahiki kuwa mbali sana kuliko ilipo, kusema kweli. Na mengine mengi yanatoka, kwa nini tuko hapa, mengi sana ni kwa sababu ya mambo ambayo tunayafanya sisi wenyewe ndani, kwa sababu ya kukosa misingi ya uwajibikaji, misingi ya kupambana na ufisadi, misingi ya matumizi mazuri ya rasilimali za serikali, lakini na misingi ya kuvutia uwekezaji wenye tija katika nchi yetu. Haya ni mambo ambayo nadhani na uzoefu nao, lakini na pia nimepata uzoefu kutoka katika ngazi ya kimataifa ya namna ya kusimamia taasisi za umma, namna za kuziendesha. Ndio kazi ambayo ninaifanya mpaka jana, ambapo imebidi niache kazi hiyo, usimamia uwajibikaji katika taasisi za umma.